Na mtazamaji wa TV yako pendwa, matumaini yangu mzima kabisa wa afya. Langu jina naitwa King Davi, nyuma ya kamera tuko na Makanya The Great. Leo tuko katika ofisi za mtaa wa Starehe na tuko na mwenyekiti pia ambao ni mwenyeji wetu wa mtaa wa Starehe, lakini pia ni mwenyekiti wa wenye viti halmashauri yetu ya mji Tarime. Na leo tunao mambo mengi sana ambayo tunataka tuzungumze naye. Na ni yapi? Endelea kuungana na sisi mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mwenyekiti, habari ya kwako? Salama mwandishi wa habari. Habari za shughuli? Salama kabisa. Majukumu ya kuwahudumia wananchi yanaendaje? Majukumu yako vizuri na wananchi wanatupa ushirikiano wa kutosha. Ndio, siku ya leo tumekuja, tuko na mambo mawili. Jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na swala zima la kuingia kwenye ukijani baada ya miaka mitano. Tarime bado tuko kwenye ukijani, lakini tunayo kampeni ambayo mkuu wa wilaya ya Tarime ameianzisha ya upandaji miti kwa ajili ya kuwa na Tarime ya kijani baada ya miaka kadhaa. Tupo kwenye ukijani, lakini sasa ukijani uliokolea na wenye kupendezesha mji wetu wa Tarime, ambao pia kampeni hii inasimamiwa na imeanzishwa na mkuu wa wilaya ya Tarime. Wewe kama mwenyekiti umefika hapo ofisini kwa ajili ya kufahamu sasa kama kiongozi pia unashiriki vipi katika mtaa wako wa Starehe kwa ajili ya kuweza kufanya hata kama utakuwepo miaka kadhaa ijayo iwe ni Starehe ya kijani na Tarime ya kijani. Nipende kumshukuru sana mkuu wetu wa wilaya kwa maono alionayo kwa ajili ya Tarime ya kijani. Alituita wenye viti wa mitaa pamoja na watendaji wa mitaa na watendaji wa kata. Akatupa mwongozo na elimu. Tulikutana nao ofisini kwake, tukazungumza na tukaona ni jambo jema. Na hivi kesho Ijumaa tuna zoezi la upandaji miti kama mimi na taasisi yangu ya shule msingi Nyamisangura, ambapo tutapanda miche zaidi ya 250. Vile vile katika mtaa wa Starehe tutapanda miche karibia 100. Ni jambo zuri, Tarime ya kijani inapendeza sana. Na kwa upande wako kwenye mtaa wako wa Starehe ni maeneo mawili tu ambayo umeyatenga kwa ajili ya kuweza kupanda? Ni taasisi ya serikali, shule msingi Nyamisangura, pamoja na mtaa wote wa Starehe ambao ndio na uongoza. Na tutegemee baada ya miaka kadhaa ijayo tutakuwa na ukijani uliokolea. Bado tuko na ukijani, lakini utakuwa ukijani ambao umekolea na wenye kuipendezesha Tarime yetu. Ndio, utakuwa na ukijani uliokolea kwa sababu kuna miche mbalimbali, kuna miche ya matunda. Mtu utakuwa unakaa sehemu mtaani unasema acha nichume tunda nifurahi na Tarime yetu. Mara baada ya upandaji sasa, wewe kama mwenyekiti unatoa elimu gani kwa wakazi na wananchi wako wa Starehe kwa ajili ya kutunza miche hiyo ili iweze kukua vizuri na kustawi? Alituelekeza tutafute wale wanaofuga mbuzi na ng'ombe, na leo uzuri wamekutana na ofisi ya mkuu wa wilaya, wamepewa elimu. Kwa hiyo hakuna mfugo ambao utazurura kwa ajili ya kutuharibia miche hiyo. Nataka wito wako kwa wananchi ambao wanafuatilia interview hii hapa. Inawezekana wanatazama au wanasikiliza kwa muda huu hapa. Uambie wito wako ni upi kwenye kampeni hii na unawashauri nini na una neno gani kama mwenyekiti? Wananchi watupe ushirikiano, na yeyote ambaye atahitaji miche anahitaji idadi miche mingapi tumpe ili aweze kupanda kwake. Okay. Sawa, na pia mwenyekiti, tuje kwenye swala la pili ambalo tumefika hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe. Tunao ugonjwa huu, mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, lakini mpox. Lakini kwa sasa hivi tujikita kwenye kipindupindu. Wewe kama mwenyekiti umejipanga vipi kwenye ugonjwa huu wa mlipuko katika mtaa wako wa Starehe? Juzi tulikuwa na kikao cha WDC, tumepewa maelekezo na mheshimiwa diwani pamoja na mtendaji wa kata ambao walienda kwenye semina ya mkuu wa wilaya. Na leo siku ya Jumatano nitakuwa na mkutano wa mtaa kwa ajili ya kutoa elimu katika mtaa wangu, na vile vile nitakuwa na watu wa afya na watu wa mazingira ili watu waweze kupata elimu ya kipindupindu, wajikinge na kipindupindu ili kisilete madhara katika mtaa wa Starehe. Kwa mtaa wako wa Starehe tunaye mgonjwa yoyote mpaka sasa hivi au tupo salama? Ni elimu inatakiwa kwa ajili ya kuweza kujikinga? Tuko salama, ni elimu inatakiwa kwa ajili ya kujikinga. Vile vile tulipewa elimu wenye vyoo ambavyo viko wazi waweze kuvitengeneza visilete maambukizi
mengine. Kuna watu ambao pia wana vyoo, lakini pia mtaa wa Sabasaba tunaufahamu ni mtaa ambao uko mjini kati. Wanatoa huduma mbalimbali za kama migahawa, lakini pia ofisi mbalimbali. Je, umetembelea na kabineti yako je kuhakikisha wana vyoo, lakini pia na kuzingatia usafi? Mjumbe wa mtaa juzi walikuwa na mtendaji pamoja na mimi. Tumebaini vyoo ambavyo vina tatizo. Tumetoa elimu ili waweze kuvishughulikia viweze kuwa salama. Okay. Na kwa upande pia wa ugonjwa wa mpox tugusie kidogo. Elimu pia itatolewa au mtakuwa mnatoa leo kwenye mkutano wako wa mtaa, mtatoa elimu tu ya kipindupindu? Hapana, tunatoa elimu zote, kipindupindu pamoja na hiyo mpox. Ili watu waweze kujikinga, waweze wanapokuwa wamefanya jambo labda unaingia toilet ukitoka nawa kwa sabuni. Na vile vile uepukane na kusalimiana kwa mikono. Mwenyekiti, kuna wengine hata waweza kufika katika mkutano, labda wito wako ni upi kwa wanamtaa wako kama kiongozi wao? Sisi tulitangaza jana usiku na tutaendelea kutoa elimu, kwa sababu unapompa elimu hata mtu asiyekuepo, yule ambaye anakuepo anafikisha ujumbe. Sawa. Mwenyekiti, neno lako la mwisho kwa ajili ya kufunga interview. Mimi nipongeze sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiongozwa na mama wetu Samia Suluhu Hassan. Wametuletea viongozi wazuri ambao wanatupa ushirikiano, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, na sisi kama wenye viti, nikiwa kama mwenyekiti wa wenye viti ya halmashauri ya mji, tutaendelea kutoa ushirikiano wanapohitajika, na sisi tuko pamoja nao kwa ajili ya kuijenga Tarime yetu na Tanzania kwa ujumla. Hivi ambavyo anasema serikali imewakumbuka watu wa Tarime kuwaletea mkurugenzi imara, lakini pia na mkuu wa imara, na lipo jambo ambalo lilikuja kusema kwamba wakija kutunyang'anya tunabudi ya kuandamana. Asante, endelea kutufuatilia. Mtazamaji, miguu yetu haijaishia katika mtaa wa Starehe. Pia tumemfuata na tumegonga hodi katika ofisi za mtaa wa Sabasaba, na tayari tuko na mwenyekiti wa mtaa wa Sabasaba, ndugu yetu Amos Sabato. Habari ya kwako? Salama kwema. Hivi nikisema Amos Sabato au Sabato Amos ni sawa? Yote majina yangu haya. Habari za shughuli ndugu yangu? Salama, tunamshukuru Mungu. Tuko salama, karibu. Majukumu yanaendaje? Mdogo tunapambana. Una imani baada ya miaka 5 Tarime inaweza kuwa ya kijani kabisa kama viongozi watashirikiana na wananchi katika upandaji wa miti? Hili linawezekana sana kwa sababu tumekuwa tukishuhudia baadhi ya maeneo na miji mbalimbali, miji yao imebadilika sana. Kwa hiyo na sisi kama Tarime tuna kila sababu ya kubadilisha mji wetu kwa kijani. Tunayo kampeni ambayo mwanzilishi wake ni mkuu wa wilaya wa Tarime, ambaye ameona kwamba tunao umuhimu wa kila wenye viti kuweza kuwa na upandaji wa miti, na kampeni hiyo ameianzisha mkuu wa wilaya kwa kuzingatia kwamba baada ya miaka 5 tuwe na Tarime ya kijani, tuwe na Sabasaba ya kijani. Wewe hili umelipokea vipi, na kama kiongozi wa mtaa umelichukulia vipi na unalipeleka vipi kwa wananchi wako? Mimi kwanza nimpongeze mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kuliona hili, na tumekwisha kuanza vikao vya ushirikishwaji baina ya jamii na serikali, hasa tukizingatia kwenye mji wetu kuna ufugaji wa mifugo. Na siku ya leo mheshimiwa DC mkuu wa wilaya alikuwa anazungumza na wafugaji wa mjini kati wanaoachia mifugo, lakini kutoa maelekezo ya serikali nini kinachotakiwa kufuata. Nishukuru sana wale wananchi wamepokea agizo hili vizuri, na wamempongeza mheshimiwa mkuu wa wilaya na wameahidi kumpa ushirikiano. Kwa sisi kwa nafasi zetu kama viongozi wa chini ni wajibu wa kusimamia hii programu iweze kwenda vizuri, kwa maana ya upandaji wa miche hiyo Ijumaa na siku ya kesho Alhamisi tutapokea miche. Kwa upande wangu hapa Sabasaba mimi nina taasisi 2. Nina taasisi za shule kwa maana ya zile shule zetu za msingi, zile shule za msingi za Mapinduzi, Azimio na Sabasaba, lakini pia ndugu zetu wa kanisa la SDA Sabasaba na wao waliweza kuomba kiasi cha miche, ambapo siku ya kesho Alhamisi tutawakabidhi kwa ajili ya upandaji siku ya Ijumaa. Lakini pia Chama cha Mapinduzi kwa maana ya chama tawala na penyewe kuna miche tutaweka pale kwa ajili ya kuzunguka ofisi na pembezoni mwa ofisi yetu ile. Nataka tufahamu kwamba hao wafugaji watadhibiti kweli na
mifugo yao haitaweza kuharibu miche ambayo tunaenda kuipanda, lakini mbali ya hivyo, je, ni mifugo tu ndio inayoharibu hii miti? Mmejipanga vipi kama viongozi? Ni kweli, kwa sababu ile miche tuna wajibu, kwa kila taasisi itakayopewa ina wajibu wa kutunza ile miche. Sisi kama viongozi tuna wajibu wa kuangalia visababishi vinavyoweza kuharibu ile miche, kwa sababu kisababishi cha kwanza ni uzururaji wa mifugo ovyo, kwa maana ya mbuzi. Nyenyewe ni mashahidi, mnaona mang'ombe yanakatiza, na pale shuleni wamekuwa watu wakileta malalamiko kwenye ofisi zetu za mitaa kwamba wamekuwa wakiwa na jitihada za kupanda miche, maua, lakini mbuzi zinaachiliwa. Na juzi kuna kanisa moja la Jeshi la Wokovu pale wamefungia baadhi ya mbuzi, lakini kwa mahusiano tukaachia ile mifugo bure. Na kilichofanyika leo si kwamba ni hisani kwamba watu wanabembelezwa, bali ni sheria. Ukija kwenye sheria za halmashauri ya mji kwa maana ya mazingira zimetamka wazi adhabu. Ukija kwenye upande wa TANROADS kuna adhabu wamezitamka pale. Kwa hiyo ni wajibu wao, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ile amewasisitiza kwamba ameona waiti awaelimishe ili kuondoa mkanganyiko, ili wale watu watakapoanza misako yao huko basi wasije wakachukulia kwamba kuna uonevu aina yoyote. Mbali na taasisi, watu binafsi mmetoa elimu kwa ajili ya kupata taarifa kwamba kuna miti inatolewa na kuna kampeni ya mkuu wa wilaya, au mmezigusa tu hizo taasisi? Maana tumepita baadhi ya mitaa wanasema ipo mikutano ambayo wataifanya, afandeni pia watapewa taarifa. Wao umetumia njia gani? Cha kwanza ni kwamba agizo hili la Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya limetoka muda ambao tulikuwa tulishafanya mikutano, lakini mimi kama mwenyekiti kuna baadhi ya miji nimepita, tumezungumza na baadhi ya watu ambao wako tayari kwa ajili ya kupanda miche hiyo, na tutaishia hapo sababu tuna mahusiano mazuri na watu wa miche, watu wa mazingira. Kwa hiyo nitoe rai, tunaombi kwa wananchi wa mtaa Sabasaba kwamba tuna wajibu wa kubadilisha mji wetu kwa kijani. Sawa, labda neno lako la mwisho ni lipi kwa wananchi wako unaoongoza, lakini pia kwa wanaTALIME kwa ajili ya kuielekea na kuipendezesha TALIME iwe ya kijani? Cha kwanza tukubali, tuyapokee haya mabadiliko ya kiongozi wetu, kwa sababu ni mtu ambaye anahitaji kuacha alama kwenye sehemu aliyopita. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumuunga mkono, kwanza kwa kusimamia miche hiyo iweze kuota, na mazingira ni uhai. Bila mazingira yetu kuwa salama tutaendelea kuwa tunapata joto, tutakuwa tunakosa mvua. Tunahitaji sasa TALIME ibadilike iwe kijani kweli kweli. Sababu tumalizie jambo la mwisho. Huko mjini, na hapa mjini mambo ni mengi sana, unafanya biashara, migahawa na vitu kama hivyo. Mlipuko wa ugonjwa wa mpox pamoja na kipindupindu, umejipanga vipi? Labda tukiliangalizia hilo. Na niseme tu, kabla ya mlipuko huu, mimi binafsi kama kiongozi, wakati nimechaguliwa, kama mtakumbuka, tulikuwa na nyewe waandishi wa habari, tuliweza kupita kukagua mazingira ya mtaa wa Sabasaba. Mnakumbuka hatua tulizozichukua, na nitumia nafasi hii mimi kama kiongozi, mpaka saizi kwenye mtaa wangu sina kesi yoyote ya iliyoripotiwa kwamba kuna mkazi wangu ambaye ana hizo changamoto, lakini hii haiwezi kunipa kiburi kwamba nikae ofisini. Nina wajibu wa kutoa elimu kwenye jamii yangu. Sabasaba hapa tuhitaji kutumia nguvu. Wananchi wangu ni waelewa, wananiamini, wao ndo walinichagua. Nina kila sababu ya kuwaelimisha, wapokee kwamba mambo ya usafi ni ya kila mtu. Kwa hiyo sitegemei kama kuna mwananchi atakuwepo ana choo, kama anauza migahawa, ana maji ya moto, ana sabuni, kama wanavyoelekezwa na maafisa afya. Sawa. Mimi nikushukuru sana Sabato. Asante sana. Labda una neno lolote la mwisho la kuambia wananchi? Kikubwa watupe ushirikiano. Tumejipanga kuwahudumia kwa mambo mengi sana. Watuamini, tutakuwa nao kwa bega kuhakikisha tunapata maendeleo na kubadilisha mji wa TALIME, hasa mtaa wetu wa Sabasaba, kuwa tofauti na miaka iliyopita. Mimi nikushukuru sana Sabato, na mtazamaji pia nikushukuru sana. Endelea kuambatana na sisi, utafahamu vingi sana. Nyuma ya kamera The Great Makanya, mimi naitwa King David Banani. Endelea kustick around.